أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Kabla ya kuinua hatua yoyote katika bahari ya Qur'ani, siku ambazo ndizo siku za Qur'ani, hatuna budi kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa taufiki na uhai, tukawa ni wenye kubahatika tena mara ya pili kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maudhui ambayo yametauliwa katika mwaka huu katika darsa ya tafsiri ni maudhui yanayohusu masala ya ndoa, al-alaqatu az-zawjiyya wa akhlaquha fi al-Qur'an, ndoa na maadili yake katika Qur'an. Hii ndio unwani tutakayo kutembea nayo kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mwezi mzima huu wa Ramadhani. Lakini siwezi kunena na hakika, lakini naweza kunena na dhana kubwa kwamba wengi katika nyinyi baada tu kusikia kwamba unwani ya mara hii itakuwa ni masala ya ndoa kama ilivyotangazwa, au wengine wakiwa ndio wasikia sasa hiao, moja kwa moja kuna asila kadhaa za wapita kwenye akili zenu. Mathalan, yaweza kuwa kuna suala yauliza, limadha zawaju bidhati, kwa nini utague maudhui ya ndoa? Wengine waweza kuwa wana suala wajiuliza, kwa nini maudhui ya ndoa ndani ya mwezi wa Ramadhani na ndani ya saumu? yao sisi ni mwezi
wa kushika tasbihi, kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufunga, kusoma Qur'ani, kusoma dua. Yani tuko katika hali ya kiruhu, ya rohani. Hii ndio situation ambayo sisi tunataka tuiishi. Sasa mbona kama huya mambo ya kuoa na mahaba na jimai, kuingiliana, mbona yaonekana kama maudhui hayaoani na dharf na zama zilizotauliwa? Hili swala yaweza kuwa yatupita kwenye akili. Au wengine waweza kuuliza, kuna alaka gani? Ma hiya al-alaqatu baina as-sawmi waz-zawaj? Kuna alaka gani baina ya saumu na baina ya nini, ya ndoa, mpaka ikawa itazikusanya zitu hizi ziwili tuziete katika hali hii tunayozungumza? Nitayajibu kwa ufupi kwa sababu majawabu ya maswali haya yatanifanya mimi mara nyingi niingie kwenye mada ambazo zitakuya mbeleni. Lakini kuhusu suala ya kwanza, kwa nini tutague maudhui ya ndoa bidhat, kabla ya kuangalia ni Ramadhani au si Ramadhani, nafikiri sioni haja wala dharura ya kujibu swali hili tukiwa sisi ni kama jamii ya Waislamu. Sioni sababu ya kuulizwa kwa nini tuzungumze ndoa, kwa sababu umuhimu wa maudhui haya au wa mada hii uko wazi zaidi kuliko kuhitaji kueleza kwa kila ambao kwamba ana macho mawili anayoyaona maisha yanavyokwenda, anavyoona matatizo yanavyotukabili, anavyoona familia zetu ndani ya majumba namna kunavyoharibika na namna kunavyozorota, anavyoona ni kiasi gani kumeketi mila na dasturi katika kuongoza familia zetu, na namna gani leo sharia na kanuni na miongozo ya Mwenyezi Mungu iliyopangwa kuendesha majumba yetu imewekwa kando. Haya ni mambo kila mtu ayafanya nini, ayashuhudia. Yaweza tu kuwa sampuli ya kuyaeleza, mtu ya mshinda hawezi yaeleze vipi. Hivyo sioni sababu ya mtu kuuliza kwa nini ustadhi utaue maudhui ya ndoa. Pili, leo wauita ulimwengu wa aulama. Ulimwengu tunaoishi leo wauita ni ulimwengu wa aulama, ulimwengu wa utandawazi, globalization. Wasema kwamba ulimwengu umekuwa ni kama kikombe cha chai, yani ni qaria, ni village, ulimwengu mzima. Kasi ya teknolojia inavyokimbia, teknolojia ambayo imeangata ndani ya matumbo yake mazuri kwa mwanadamu na maovu kwa mwanadamu. Katika hali hii, mtu wa kwanza anaolengwa katika mazuri ya utandawazi na teknolojia yake na maovu ya utandawazi na teknolojia yake, mtu wa kwanza anaolengwa ni barobaro, kifaida na kihasara, kimazuri na kimabaya. Barobaro ndipo alengwa, na mahala pabaya zaidi anapolengwa barobaro, alengwa kwenye kiungo chake cha matamaniwa, alengwa kwenye shahwa. Nafikiri nyote maishi ulimwengu tulionao, ulimwengu wa internet. Nyote maona
yaliyomo ndani ya internet, yaliyomo ndani ya zombo za habari, channel chafu zilizoko na nini, hizi zote zaharakisha kile kiungo cha matamanio. Ikiwa yana mtu alikuwa aweza kuketi mpaka miaka 30 hayaoa, pengine wazee wetu wakituambia au watu waliotangulia, mimi mpaka mmesikia miaka 30 siyajua mwanamke, sikujua mwanamke mpaka siku ile nimefungiwa ndoa, ndio mara yangu ya kwanza kushuhudia kwamba huyu ni mwanamke. Na pengine sikujua ambalo nitakalo kwenda kulifanya mpaka nketi nielezwe, nitwaliishwe, nichorewe. Leo kijana wa miaka 15 16 ukifanya matezo hakufundisha wewe, kwa vile mambo yalivyofanya nini, yalivyofunguliwa. Sasa kijana huyu anaikuja kwa kasi hii na teknolojia inavyomtukua katika mawimbi yake na utandawazi, huya hapa haraka sana. Sisi kama suluhisho la Kiislamu ni lazima tuibuni ndoa katika jamii zetu, kwa sababu ndiyo kinga peke yake ya kupambana na bahari hizi. Kisha na maudhui na wala takrabu zina na nini ndio zitakuwa kufanya kazi baada ya hapo. Lakini hatuwezi hiki kizazi kinachoinukia kukihutubu kukiambia wala takrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabila, musizini, musifanye kadhaa, na masaa 24 yeye azungukwa na muathirati na muhafizati. Saa zote ni zitu za mchangamsha na kumpandisha matamanio yake na kumwekea bidhaa mbele ya mikono yake, saa zote iko tayari. Na ikiwa hana alternative nyingine ya halali, nafikiri kinga zitavumiliwa mwisho. Kwa hivyo naelezea tu dharura ya kuzungumza maudhui ya ndoa kupitia kuzorota familia zetu, majumba yetu kukosa maadili ya Kiislamu, kupitia zita za utandawazi ambazo zakabili kizazi chetu. Nafikiri swali la kwanza litakuja kueleweka, kwa nini tutague maudhui ya ndoa bidhati. Ama kuhusu swali la pili, swali la pili limejengwa kwamba mwezi wa Ramadhani, mwezi wa ibada, mwezi wa dua, mwezi wa swala, mwezi wa ruhaniyat, mbona ustadhi umetuletea mambo ya mahaba na mambo ya ndoa na mambo ya kuoana, kama ambao kwamba ni kweli maudhui muhimu. Yani swali la kwanza tumekubaliana, lakini wakati ule utaua si wakati munasibu. Ungetungoja tukamaliza mwezi wa Ramadhani kisha ukatupangia mfungo kwanza au mfungo pili, na mara nyingi harusi nyingi wa Disemba huko, sio? Ungeangalia kama ni Disemba tukaweka mada ya nini, ya harusi. Huyo anayeuliza swali hili, na ni wengi katika sisi, amejenga swali lake katika taswira ya makosa na mtazamo wa kupotoshwa wa kuuelewa Uislamu na mafundisho yake. Takuja mbele kuonesha katika matatizo. Yule anachokiangalia kile kitendo kinachotekelezwa kati ya mume na mkewe kitandani kwa hisia ya ishmizaz, ya kukikisika na kuona kwamba haya mambo gani, huyo bado hajafahamu mtazamo halisi wa Uislamu. Mbingu za angalia kitendo kile, hakuna tofauti na kuswali na kufunga. Mbingu za kiangalia kitendo kile kinachotekelezwa kitandani kati ya mume na mkewe, haioni tofauti na wakati mnapoambiwa kad qamatis salat, mkafunga swala mkapiga Allahu Akbar. Haioni tofauti kati ya vitu hizo viwili.
Kwa hiyo ule anayekikisika kuona kwamba vipi katika mwezi wa Ramadhani katika saumu tutazungumza masala ya mahaba, tutazungumza masala ya ndoa, tutazungumza masala ya jimai kati ya mume na mke, ni masala si munasib, ni amebuni swali lake juu ya taswira ya makosa kuhusu Uislamu. Lau twarudia kusoma tena Uislamu wetu upya, tukaisoma Qur'an, tukaisoma sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tutapata haya yafuatayo. Kwanza tutapata kwamba az-zawaj ni rabitun muqaddasun fi samawati wal ardh. Ndoa ni fungamano takatifu mbinguni na ardhi. Wakati kukifungwa ndoa, mbingu husherehekea, malaika na wao husimamisha sherehe zao mbinguni kwamba kuna jambo kubwa limejiri mbinguni. Ndoa ukiisoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu ameivanga na ameiweka katika orodha ya aya na dalili kubwa kubwa zinazostahiki kutumiwa kuthibitisha utendakazi wa Mungu na kuwepo kwa Mungu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Angalia, Mwenyezi Mungu amekuja kuitukua fikra ya kuumbwa mume na akaumbiwa mkewe na kukaundwa mahaba na rehma kati ya hawa, ameihisabu ni katika aya zinazostahiki kutumiwa kuthibitishia kuweko kwa Mungu, utendakazi wa Mungu, ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha imetutaka sisi tutumie akili kuyaelewa haya. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sasa ikiwa ndoa ni aya ya Mwenyezi Mungu, waona kuna la ajabu kuizungumza aya ya Mwenyezi Mungu tukiwa katika saumu? Kwani sisi twafunga twatafuta nini? Twatafuta hizo aya za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndoa ni moja katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, tumenena kwanza ndoa ni fungamano takatifu. Pili, ndoa ni aya miongoni mwa aya za Mwenyezi Mungu. Tatu, ndoa ni ibada ya kimsingi. Ndio wazungumza saumu ni ibada, sala ni ibada, dua ni ibada, na Ramadhani wataka tusali, tufunge, tuombe dua tu nini, na ndoa ni ibada. Tena ni ibada ya kimsingi. Tena ni ibada badala ya kuwa yoyo ni ibada, huzifanya na ibada zingine zipate thamani, lau hazina ndoa zapungua wizani wake. Ajibu. Sala ya aliyooa ni tofauti na sala asiyooa. Sio nyewe utuambia mathalan katika khutba kwamba Ramadhani ukiswali faradhi kama nini? Kama faradhi 70 za malanti. Ukiswali sunna ni kama faradhi ya malanti. Ukisoma aya moja kwa Ramadhani ni kama kusoma Qur'ani mzima malanti. Sasa izungue. Hivyo ndivyo uweke vipimo kati ya alooa na ambaye hayaoa. Sala ya aliyooa ni tofauti na sala ya ambaye hayaoa. Ibada ya aliyooa ni tofauti. Sasa iangalie ndoa badala ya kuwa yoyo ni ibada, na huzifanya ibada zote zipate mizani wakati zikitangamana na yeye. Kwa hivyo kuna makosa gani tukiitangamanisha saumu na ndoa ili tuipe mizani saumu na tuipe ruhu ya ibada hii saumu? 4, ndoa ni kinga.
ya nusu ya dini ya Uislamu. 50% ya dini yako ni ndoa. 50% iliyobaki nyingine mambo mengine yote yatanganye pamoja. Nafikiri zile hadithi tukizisoma huzielewa sisi maana yake. Au pale huwa pengine jamaa upijizie kiemba uamu hizo nyumbani zote. Pale tunapoambiwa man razaqahu Allahu mra'atan salihatan faqad waqa shatra dini falyattaqillaha fi shatr al-baqi. Kama simaliza tena aqulu qawli hadha takoma kuweza. Mwenye kumruzuku yeye Mungu, yani Mungu akikuruzuku mwanamke mwema, basi ushailinda nusu ya dini yako. Kazi iko kwako, Mwenyezi Mungu akwambia sasa bakisha nusu nyingine, utaangalia utaijaza vipi. Kwa hivyo ndoa yaja kuwa ni kinga, ni ngome ya kulinda nusu ya dini ya Muislamu, ambao saumu ni sehemu ya Uislamu, pengine ikiwa itafika 5% katika Uislamu. 5. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwambia Muislamu, ikiwa utaifunga chapter hii ya ndoa, hutoamua kuoa, kwa hivyo hujafuata sunna yangu yoyote. Na nafikiri amal ya kila Muislamu ni kufuata sunna ya nani? Ya Bwana Mtume. Ndio kufaulu. Kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kile anachowapa mtume tukweni, kile anachowakanya mtume komekeni. Na yeye ndio kielelezo chenu. Atuambia man ahabba sunnati, atakayekufuata sunna yangu, kuipenda, mtume atuambia fa inna min sunnati at-taswit. Kwa hivyo sunna yangu ni kuoa. Sasa jamaa, baada ya mambo haya matano, sitaki kuyarudia kwa wakati. Ipo shaka, ipo tena suala ya kuulizana, kwa nini sisi tuko kwenye saumu, mwezi wa ibada, mwezi wa kufunga, kwa nini tuzungumze mambo ya ndoa? Nani alokuambia ndoa ni mbele? Sitaki kutoka kwenye maudhui, lakini hapa ndipo mahala tunapohitaji kupigwa msasa sisi. Katika ile kugawanya kwetu, ile kupiga simandia jamaa wa zamani, katika kule kupiga ndriki kwamba hiki ni cha dini, hiki si cha dini, kuna zingi tumezitoa nje ndizo ziliomo ndani, na kuna zingine tulizozitia ndani ndizo zilioko nje. Hata niwasomee, sitaki kuyatangulia mambo, baadhi ya hadithi zinazozungumza kuhusu ndoa nini. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia, man ahabba an yattabi'a sunnati fa inna min sunnati at-tazwij. Anaipenda kufuata sunna yangu, mtume atuambia, basi sunna yangu ni kuoa. Az-zawaju sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tunatuambia ndoa ndio sunna yangu, atakayekutukia ndoa ni ametukia sunna yangu, huyo hako na mimi. Man tazawaja faqad ahraza nisfa dinihi, mwenye kuoa ashaikinga nusu ya dini yake. Falyattaqillaha fi nisfi al-baqi, sasa nafanye bidii nusu iliyobaki. Ma buniya binaun, si watu ushindana kujenga misikiti? Na mara nyingi kuna ile hadithi unena, man bana masjidan lillahi bana Allahu lahu qasran fil janna, mwenye kujengea msikiti Mwenyezi Mungu hapa duniani, na Mungu humjengea kasri kule wapi? Peponi. Sasa sikiza hadithi ya bwana mtume atuambiaje. Yatuambia ma buniya binaun fil islam, hakujajengwa jengo katika Uislamu ahabu ila Allah, linalopendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu minat tazwij, kuliko ndoa. Tukijenga ndoa
tukatoa pesa tukamuoza barobaro na binti, jengo hilo japokuwa sila bloki wala sila smiti wala halina mnara mrefu wala halipati nafasi ya kuangika bao kuonesha jina lako, lakini jengo hilo ni jengo ambalo kwamba lina uzito zaidi katika mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma buniya bina'un fil islami ahabbu ila Allah min at-tazwij, hakujajengwa jengo linalopendeza zaidi kwa Mungu kama kuoa. Rak'atani, raka mbili, yusallihima almutazawwiju, anazozisali mwenye kuoa, afdalu min 70 rak'a yusallihima azibun, ni bora kuliko raka 70 zinaosaliwa na mtu asokuwa na mke. Katika hadithi nyingine, rak'atani yusallihima mutazawwijun afdalu min azibin yaqumu laylahu wa yasumu naharahu, raka mbili anazoziswali aliyooa ni bora kuliko ule asiyooa anaofunga mtana wake na kukesha usiku wake kwa ibada. Mwatende ndio wewe mpige raka mbili tu, sio jamaa, ongea raka mbili hizo, ende mbio wiki nzima. Wewe umemtilia kwenye account yako raka ngapi? Raka mbili. Yeye huenda mbio, hukusanya afunde zibengi pale, akusanye ndururu pale mpaka apate zile raka mbili za mwenye nini, mwenye kuoa. Hadithi nyingine atuambia bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sikizeni uzuri ya hadithi, zina uzito jamani, ni pengine siku ya kuoa watu na haraka haraka tusisikii uzuri. Bwana Mtume atuambia, ma adhunnu rajulan, sidhani kutakuwa na mtu yazdadu fil iman, imani yake yazidi ya dini, illa zdada hubban linnisa, na yawe mahaba yake kwa wanawake hayazidi, kuna shaka ya imani hiyo. Kwa kadri itakapokuzidi imani ya Muislamu ndivyo Bwana Mtume atuambia, illa zdada hubban fil nisa, uzidi mahaba kuwapenda. Kama tukizungumza mahaba, tuzungumza mahaba ya kimbingu, hatuzungumzi mahaba ya zina wala ya milango ya nyuma. Tunataka manake barobaro msitake advantage mkatoka mkanena mahaba haya sasa tutayafanya nini, tutayatumia. La, ni mahaba yanayotembea katika mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anena zitu ziwili ndio zitu nizipendazo katika hii dunia yetu. Leo utasikia watu kuulizana, wewe watamani nini? Kuna watamanio majumba, kuna watamanio senti, kuna watamanio kuwa wabunge, kuna watamanio kuwa maraisi, kuna watamanio kuwa mawaziri, kuna watamanio kuwa wafalume. Kila mmoja una sampuli zake za kutamani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam naye kama mwanadamu aishi katika hii dunia, ana haki ya kiubinadamu, atamani nini naye katika dunia hii? Anena hubbiba ilayya fi dunyakum ithna, mimi ninachokipenda, nachopendezeshwa nacho zaidi katika hii dunia yenu, senti nini zote hizi tuziwili pekee, atibu wal nisa, mafuta mazuri, manukato ya tibu. Si mafuta mazuri, itakuwa ni pana zaidi mpaka nyudi na nini zote zangia, ni manukato zaidi. Atibu wan nisa, na wanawake. Katika hadithi nyingine atuambia, ju'ila qurratu aini, kituzo cha ito langu kiko wapi? Fi salah. Hakuna mahali Mtume alipokuwa akisikia raha kama wakati akiswali, mpaka alikuwa akimwambia Bilali maarufu saa zote, bado Bilali arihna adhini, yani ruhu yangu ina hamu yataka kwenda kwenye nini, kusali. Ju'ila qurratu aini fi salah wa ladhati fi nisa, na raha yangu, kituzo cha ito langu ni swala, na raha yangu ni nini? Ni wanawake.
Katika hadithi nyingine bwana mtume atuambia min akhlaqil anbiya'i hubbun nisa, ni katika tabia za mitumi kupenda wanawake. Hadithi ya mwisho ambao hawayaoa wasinikimbie darasani, aktharu ahli nari al-uzzab, wengi watakao kuingia motoni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ni watu wasiokuwa na wake, kwa sababu hatari zaidi iko hapo. Nafikiri hizi ni chache katika hadithi nyingi na aya nyingi. Inshallah tutatembea, tuko na siku 28, sidhani kama zitatutosha kumaliza, lakini tutajaribu kukava yale muhimu ambayo tutayaweza. Fikiri tumetosheka kwamba hatuyaruka mipaka tukiwa tuko kwenye saumu kuzungumza ndoa na kupenda wanawake na mambo mengine. Naweza kuwa tuzungumza haya na saumu yetu na rohania zetu na kila kitu ziko pale pale. Tuje kwenye jawabu ya tatu. Kuna mafungamano gani kati ya saumu na ndoa? Hizi zitu ziwili ukiziangalia zina waalaka. Mathalan hadithi inaosoma katika kila khutbatun nikah utasikia uambiwa ya ma'shara shabab, enyi barobaro, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, ule atakayekuweza. Sitaki kuyatungulia maneno albaa nini, tutakuya katika sharuti za kuoa tutaieleza. Albaa ni uwezo wa kimwili, wa kisiha, wa kijinsia, wa kiuchumi, wa kiuendeshaji, tutakuja kuyazungumza. Man istata'a minkumul baa falyatazawwaj, aoe, fa innahu aghaddu lilbasar. Ukioa ndipo tutaweza kukwambia sasa fumba hilo usiangalie wanawake barabarani. Ndio hadithi inavyotambia, fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarji. Ndio tutakwambia walladhina hum lifurujihim hafidhun. Sasa tupo ifanye nini? Ihifadhiwe. Wa ila kuihifadhi tu bila ya nini itakuwa mambo ya kuokoka, na kuokoka katika Uislamu hakuna. Wa man lam yastati', hapa sasa, wa man lam yastati' asoweza kuoa, fa alayhi, mtume amekutoa kwenye ndoa amekupeka kwenye nini? Kwenye saumu. Sisi tuko Ramadhani, tuko kwenye saumu, tunataka kuzungumza ndoa. Wa man lam yastati' fa alayhi bisawm. Alternative ya pili ya kutooa ni kufanya nini? Ni kufunga. Fa innahu lahu wija. Ndoa saumu itaweza kukava yale ambayo tulikuwa tunataka tuyakave. Kwa nini? Kwa ndoa itakuwa ikia kinga. Kwa nini tuwe na alaka hapa? Sitaki kwenda mbali sana. Nafikiri al-akh Sadali Omar Kombo atakuja kuzungumza kwa urefu athari za saumu katika kuilea nafsi, lakini kitu ninachotaka kukigusia mimi peke yake katika kazi ya saumu nyingi nimetagua. Saumu ni madrasa ya tarbia, ni madrasa ya tarbia, ya malezi. Ni chuo kamili, kina silabasi yake na zitabu zake na mwalimu wake na wanafunzi wake, na chatoa mafundisho tofauti. Katika mafundisho makubwa kinachotoa chuo hiki cha saumu, chatoa mafundisho katika kuilea nafsi, atakuja kutuelezea kwa urefu, katika kusubiri, katika kujenga kiungo cha irada, uamuzi wako, katika kukupa wewe ile hisia ya kuwajibika, tahammulul mas'uliyya, vipi utawajibika. Hizi ndizo zitu zinazojengwa: irada, sabru, mas'uliyya, kuamua, subra, kuwajibika. Haya ndio mambo ya kwanza tunayoyapata kupitia saumu. Na afya ya kimwili, saumu tasih.
katika Qur'ani tuambia wasta'inu bisabri was-salah. Baadhi ya mufassirina wameifasiri sabri hapa kwa saumu. Kwa maana hii aya wasta'inu bisabri was-salat, yani wasta'inu bisawmi was-salah, kwa sababu saumu ndio ibada inayojenga subira hali kubwa. Katika khutba ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alioizungumza juma la mwisho la nini, la Shaaban, alitoa khutba ndefu, hata baadhi yake tumejaribu kuifasiri katika sauti ya Safa iliyotoka juma lililopita. Mwisho wa khutba Imam Ali alayhi salam akasimama akamuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam akimwambia, ya Rasulullah, ma afdalul a'mali fi hadha ash-shahr. Umetaja ibada nyingi na kuzitanganya zote haiwezekani, wala tabidi tugurie misikitini kutoka asubuhi mpaka alfajiri ya siku. Hala naambia moja muhimu zaidi ya Rasulullah. Imam Ali amuli afdalul a'mali fi hadha ash-shahr, bora ya amali. Sayyid Muhammad Hussein Fadhullah yanena lau kutafanywa nini kuulizwa watu hii suala, lau itatembezwa kwa watu, watarajia kutatoka majibu gani? Kuna watakao kuandika kusoma Qur'ani, kuna watakao kuandika kuswali, kuna watakao kuandika sijui nini, majawabu yaliyokombea zitwa zetu. Lakini mtume ajibu nini? Hakuna swala, hakuna saumu, hakuna dua, hakuna kutoa zaka, hakuna. Amwambia, ya Abul Hasan, babake Hasan, inna afdalul a'mali fi hadha ash-shahr alwara'u an maharimillah. Amali bora katika mwezi huu, jaribu sana usifanye haramu. Alwara', ikinge an maharimillah, na haramu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio afdalul a'mal. Ili mwezi huu kupitie hukumuasi Mwenyezi Mungu, pengine ndio ipite katika kudra ya Mwenyezi Mungu, wewe hutomuasi tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuliko kupigana kukusanya swala nyingi na hizbu nyingi na nini, na ukitoka hapa unena urongo, ukitoka hapa mdhulumu ule, ukienda pale unataka kukuta bangi, ukitoka pale unataka kuzini, ukitoka pale unataka kunyanyasa. Sasa zile swala huwa ni decoration. Sasa ndani ni mvungu mtupu, hamna kitu. Sasa saumu, kitu kinacholenga kikubwa kukujenga ni kukujenga wewe kutunga haramu za Mwenyezi Mungu, wakati unapoata kula ambao ni halali, wakati unapoata kunwa ambao ni halali, wakati unapomwona mke wako mpendao kipande cha ini lako ukombea mato yako, lakini Mungu asema simkurubi na ni halali yako. Wewe wa practice kile kiungo cha kukuunda wewe kuweza kutunga mipaka ya Mungu, usikiuke. Hiyo yalewa na saumu. Ukija ukiangalia na ndoa sasa, katika malengo yake, ndoa ya ile ya nafsi ambao nimekwambia saumu ina lengo gani? Tarbiyatun nafs. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Vani kuvae, nisaidie nikusaidie, nilee nikulee. Hii ndio aya. Niowe nikuowe, nisaidie nikusaidie, kuwa stara yangu niwe stara yako. Ndiyo maana ya hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Kwa sababu sisi tuko hapa duniani, ndugu zangu, tuna safari ndefu. Safari hii twazilea nafsi zetu kukimbilia kwenye pale anapotaka Mwenyezi Mungu. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi wa alaysa lilinsani illa ma sa'a wa anna sa'yahu. Tuko kwenye mbio, twafuata barabara twenda mahali, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ametuumba min dhakarin wa untha,
ametuumba mwanamume na mwanamke. Mbio hizi hatuwezi kutembea pweke pweke, lazima tushikane mikono, mume na mke, ndo tuiunde ile zaujain, adh-dhakara wal untha. Sasa wakati tukija tukiunda mume na mke, twatembea pamoja barabarani, twakamilishana, twaleana, twatimizana, twapigana msasa, twafanya na kila kitu. Mume ni mwalimu kwa mwanamke na mwanamke ni mwalimu kwa mwanamume. Hunna libasun lakum wa antum libasun. Muislamu ni kioo cha Muislamu mwenzake. Tukiwa marafiki tu, mimi wakati nikiwa na aibu, mimi wakati nikiwa na kasoro, kama ndugu yangu, kama rafiki yangu, wewe ni kioo changu, wa wanambia wewe una aibu kadhaa, wewe una kasoro kadhaa, na mimi nakwambia wewe una aibu kadhaa, ndipo tunapoleana. Kefu itakapokuwa ni mume na mke. Leo utamwona mwanamke mumewe amevaa nguo ataka kutoka, akamkimbilia akamwambia ngoja, ukosi hauyakundika uzuri. Mwanamke akakufuata mbio mlangoni, akaja akakutengeza ukosi wako, uyatana nye kofia hukuiweka uzuri. Vile vile ataka akutaamali pia katika tabia zako na katika nyendo zako na katika ibada zako. Kama anavokutaamali unavovaa, ulichokivaa safi, yeye ndio nguo yako. Hunna libasun lakum, akuangalie na kwenye haya. Na wewe pia kama unavomwangalia pale unapoongea kumwambia leo mrembo, leo nyewe umezifunga uzuri, leo harufu ni mzuri, leo ulivonipangia meza ya chakula ni nini, ni kizuri. Vile vile yataka umtaamali pia na anavokwenda tabia zake na nyendo zake na ibada zake, ndio ikamilike ile hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Katika hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikizeni hadithi yasema vipi. Tunanena rahimallahu rajulan, Mungu amrahamu mwanamume, qama min al-layl, aliinuka usiku, fasalla, akasali, alipomaliza kusali, wa aiqadha mraatahu, akamwamsha mkewe, fa in abat, akikataa kuamka, nadhaha fi wajhiha, akamnyunyizia mai kwenye uso wake, mpaka akahakikisha amemwamsha kusali, ili nyumba isitembee kwa bawa moja. Wa rahimallahu mra'atan, na Mungu amrahamu mwanamke, qamat, alisimama, min al-layli, usiku, fasallat, akasali, wa aiqadhat zawjaha, kisha akamwamsha na mumewe, fa in aba, akikataa, nadhahat fi wajhihi, akamnyunyizia mai kwenye uso wake, mpaka akahakikisha ameamka amesali. Hapa ndipo kuna kupatikana kitu kinachoitwa takamul. Wanapokuja kukamilishana, at-takamulu nahwa al-kamal, wanakamilishana wao wawili, wakitimu watembea kukimbilia nini, ukamilifu. Tarbia. Katika malengo ya ndoa ni subra na kuwajibika. Wengi wanaokosa subra hushindwa kutoboa kwenye ndoa. Wengi wanaokosa hisia ya kuwajibika hushindwa kutoboa kwenye ndoa. Sababu kuna watu wakienda kwenye ndoa huenda na fikra kwamba 100% wendao yeye ni starehe. La, azawaju mut'a, ni starehe, lakini azawaju masulia, kuna majukumu, uende mbio. Kama mwanamume ukatafute mpango, uhakikishe kuna watu nyuma yako umewaangata sasa hivi. Na mwanamke ana majukumu, ana mumewe atakamwangalie, kuna masala ya mimba na shida zake na kuzawa na kuyewa na nini. Haya yote ni madrasa. Madrasa inautaka sabrun, ni madrasa inautaka kuwajibika, ni madrasa inautaka irada kawia,
yataka mtu ambaye kwamba amekita, ana uamuzi. Sasa ukiangalia saumu inavyokulea, saumu inavyounda subra, saumu inavyounda uamuzi, kuwajibika, haya yote yahitajika wapi? Kwenye ndoa. Na ndipo pale Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia, faman lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Na hapa ndipo tutakuja kuona suala la tatu, mal alaqatu baina zawaji wa baina as-sawm. Ni zombo ziwili za kufikisha kwenye malengo mamoja, za tulea pamoja. Na ndipo hapa sote tunataka kufika kwenye takwa, ambao ndio kilele cha kila kitu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, fungani mupate takwa. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akwambia, man razaqahu Allahu imra'atan salihah faqad waqqa. Neno waqqa min alwiqaya wa taqwa min alwiqaya. Kwenye saumu tuambiwa la'allakum tattaqun, mukifunga mutafika kwenye takwa. Na kwenye ndoa Mtume akwambia, ukipata mke mwema faqad waqqa, ameweza kupata takwa na kinga ya nusfu dini. Kwa hivyo falyattaqillaha fi shatri albaqi, takwa iangalie sasa nusu ya pili. Nusu ya kwanza imejaza na ndoa. Fikiri mwaziona zinavomimina pamoja, ndoa inavomimina kwenye takwa, saumu inavomimina kwenye takwa. Ndoa inavomimina kwenye tarbiyatun nafs, na saumu inavomimina kwenye tarbiyatun nafs, subra, irada, kuwajibika na mengineyo. Tatosheka na utangulizi huu kwa kufungua hii mada, kuiweka wazi, na insha Allahu taala kesho tutaanza kuingia katika mada yenyewe. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye waliyu tawfiq, ndiye mwenye kutuwafikia tukaweza kueleza Uislamu na kuieleza Qur'ani. Qur'ani ni pana, ni koyula zimo zetu. Tunajaribu kwa zitoto tulizonazo tuteke pale na pale, tutagawanyiane hata kama ni tama. Na insha Allah unatumai chombo kitatosha sote, kila mtu atapata tama lake. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kitu kimoja kabla hatujaondoka, ningependa tu kuchukua fursa kama hii katika mwezi mtukufu kupata habari. Juzi usiku, ingawa watu walikuwa katika vishindo za mwezi na nini, ndugu yetu ambaye alikuwa ni rafiki yetu sana, maarufu kwa vijana barobaro, alikiamkuliwa Ali Mombasa, ikiwa Mamuyua, ameondoka, ameguria Mombasa. Huko Mombasa sasa hivi wafanya biashara za maduka na nini. Ghafla wakati umefika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtukua na amekwenda katika darul akhirah akiwa bado ni kijana mwiti. Na hii ni funzo kwetu sisi barobaro, ambao mara nyingi tuwaona wakati ukaliko kwetu, lakini hakuna mtu ayuao ataishi asikilie 50 au asikilie 60 au 70. Ametutangulia, amekwenda kwenye darul akhirah. Tumsomeni kidogo kwa suratul Fatiha kwa ile hisani na urafiki tuliokuwa nao. Tumuombe Mwenyezi Mungu amrahamu na amweke pema pamoja na wema. Tumtastari Sayyid Omar atumhatimishie.